mahada, kisha akaweka uongofu, njia mbili kwa wanadamu na majini. Wamewekewa njia mbili, ima ushukuru ima ukufuru. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza, kwenye Qur'an amesema kwamba angetaka angefanya kila kitu kilicho kwenye ardhi kikawa ni chenye kuongoka, hakuna ambaye angeasi. Lakini Mwenyezi Mungu kafanya makusudi aweke mazuri na mabaya. Ukikataa kwenda kuswali, hautoona malaika anakuja kukupiga, ama Mwenyezi Mungu akatumia nguvu yake ya uungu kukusababisha uende ukaswali, anakuacha hivyo hivyo. Kama angetaka yeye mwenyewe, anasema angefanya wanadamu wote na majini wakawa watuifu kama malaika, lakini hakutaka hivyo. Kataka baadhi ya mambo mwanadamu afanye mwenyewe. Ikiaziniwa swala, wewe mwenyewe ndio uende. Unaweza ukasema mimi sendi, Mwenyezi Mungu hatakulazimisha, wala hatumii nguvu ya uungu akulazimishe. Kama angetaka angefanya hivyo, na ni lazima ungeenda, lakini uko katika muda wa mtihani, kakupa nafasi ya wewe mwenyewe ufanye kwa ajili ya manufaa yako. Ndugu zangu, mazumuni ya mawaidha kuhamasishana kutenda kheri ni kwa nini? Ni ili siku ya Kiyama kiumbe ambayo mukallafun, umekalifishwa upate kwenda peponi. Ndio maana ya mawaidha na kuhamasishana kheri zote. Sasa mimi nikaandaa kwamba kwa nini Muislamu afikie kwenda motoni? Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul Baqara, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratul Baqara anasema, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati u'iddat lilkafirin. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatunukulia kwenye Qur'ani, ama anatuambia kwenye Qur'ani kuambia wale waliosikia Qur'ani zama za mtume wakaikanusha. Sasa Mwenyezi Mungu akawaambia, ikiwa mnapinga mimma nazzalna ala abdina, yale niloyateremsha kwa mja wangu, basi leteni sura kama hizi. Sasa ikiwa mtu afaulu kuleta sura kama hizi, walan tafaalu, la yuzikani mkaweza kuileta Qur'ani kama hii. Sasa fattaku nara, ukopeni moto, moto ambaye kuni zake ni watu na mawe. Kuni ya moto, maana siku ya Kiyama wakitupa watu mle ndani watatupa mawe, yakitupwa na mawe mle ndani, moto ndio unazidi kururumba, unawaka. Ni kawaida ya moto. Allah akasema moto huyu sijaandaa kwa Waislamu, kwa waumini, ni kwa makafiri, moto ambaye uiddat lilkafirin. Sasa Waislamu siku ya Kiyama wanakwenda motoni, Waislamu siku ya Kiyama wanakwenda motoni. Na Mtume kwenye hadithi sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, umati wangu wote wataingia katika pepo isipokuwa yule atakayekataa. Qalu, maswahaba wakauliza, faman ya aba ya Rasulullah, nani ambaye atakataa kwenda peponi ya Rasulullah? Qala, Mtume akasema, man ata'ani, yule atakayenitii, dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man aswani, na atakayeniasi mimi, faqad aba, huyo atakuwa amefanya nini? Amekataa kuingia peponi. Ndugu zangu, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, mtikisiko siku hiyo wa kiyama ni jambo lizito sana. Allah anasema, ndugu zangu, kwenye sura Mudaththir Allah anasema nini? Aya 42, wataulizwa watu motoni, hawa ni watu gani? Makafiri, Mayahudi? Hapana, ni Waislamu. Kutokana na majibu yao, ma salakakum fi saqar, nini imewapelekea kuingia katika ule moto wa Saqar? Qalu, watasema, lam naku minal musallin, tulikuwa hatuko wenye kuswali. Walam naku nut'imu almiskin, na tulikuwa hatuwalishi maskini. Watu walioamrishwa kuswali watu gani? Makafiri? Hapana, ni Waislamu. Hao wako motoni, ndio wanasema hatukuswali. Chukua hiyo, yule ambaye haswali, yule ambaye anaswali sala za ujanja ujanja, ni sababu moja katika sababu za kumpeleka motoni.
Sababu ya pili, walam naku nut'imul miskin, tulikuwa hatulishi. Allah amekupa katika mafao, katika riziki, zile pesa zina kazi yake, zitoke zende sehemu ifaao, zifanye kazi ya Allah. Sasa wewe ukakataa, ukaweka na ukapanga mahesabu, maskini wako, mayatima wako haukuwalisha. Hii ni moja katika sababu siku ya Kiyama unaingia motoni, ndio wanasema. Kisha ndugu zangu, Allah anasema wa kunna na nukadhibu biyaumiddin, na tulikuwa tukikadhibisha siku ya malipo. Maanake tuliishi katika dunia lakini tunaikadhibisha. Si lazima uongee bilisani alhal, kutokana na matendo yako unaweza ukawa katika wakadhibishaji. Sasa wewe mtoto wa Kiislamu hutaki kuswali, ukiwa kazini hutaki kuswali, wanadhani sadaka unaziwia mfuko wako. Hii ni kusema katika hali ya matendo wewe hutaki kwenda kuswali. Hata atana alyaqin, mpaka tulifikiwa kufa. Yalikuwa ndio system ya maisha yetu hii. Tuliishi hivyo, hatuswali na hatutoi katika sadaka zetu, tunapuuzia siku ya malipo, tunaona kwamba ni story, mpaka ikafikia umauti tuko katika hali hiyo. Kisha Allah anasema fama tanfa'uhum shafaa, ama shafaatu shafiin, ashafiin. Hakika siku ya leo sasa, hapa siku ya Kiyama, haitowafaa dua za waombaji. Umekufa Muislamu, tumekuombea dua na tumekusalia, lakini Mwenyezi Mungu anasema hamtofaliwa na hizi dua na hii sala ya jeneza. Na siku ya Kiyama mtume ndio muombezi mkubwa katika viumbe, lakini Allah anasema dua za waombaji hazitokufaidi, kwa kuwa mliishi katika system ya kwamba hamswali, hamtoi zaka, hamuikumbuki siku ya Kiyama, basi uombezi hautowafaa. Ndugu zangu katika imani, malengo ya kuchukua imada ni kwa kuwa sisi mtume ametuambia kwamba sehemu ya motoni sio sehemu yetu, lakini sisi tunakwenda kwa nini? Ule ukaidi wetu. Ndio kwa maana siku ya Kiyama, ndugu zangu, katika yale ambayo watu wanajutia kwayo, mojawapo ni sadaka. Ma aghna anni maliya, mali zangu hazikunifaa. Kwa hiyo kama mtu ana pesa, ana miradi yake na ana mali, ni muda mzuri wa kuikaa chini ujifikirie. Asubuhi nikiamka nakwenda nafungua shop na kazi yangu na mapesa yangu. Sasa inabidi ukae upate muda, kwa nini mimi ninayo wengine hawana? Na ujifikirie, hii mali yangu itanisaidia vipi niokoke na Kiyama? Sasa mtu akiishi katika system ya kwamba hafikiria hapo, ndio pale anasema mali zangu leo hazikunifaa. Kwa nini? Hazikutumika vizuri. Ndugu zangu katika imani, Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, ama tuingie kwenye suratul Qasas kwa kumalizia. Nimepewa dakika 20 tu peke yake, anabakia dakika kama 10 na kidogo. Allah anasema inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuz. Qaruna alikuwa katika watu wa Nabii Musa, fabagha alayhim, akawa mwenye jeuri, akawatambia watu wake. Wa atainahu min alkunuz, tulimpa mazina kunuz, mali nyingi. Inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, funguo za kufungua hazina yake zilikuwa zinalemea sana. Ndugu zangu katika imani, idh qala lahu qaumu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin, watu wake akamwambia usijifakharishe. Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul farihin, apende wenye kujifakharisha. Kisha wasia muhimu alimpa, na ni wasia mkubwa, wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik, kama ahsana Allahu ilaika. Wakamwambia chukua kile ambacho Allah amekupa, wabtaghi fima ataka Allah, chukua sehemu katika vile ambavyo Allah amekupa, uviwekeze katika nyumba ya akhera. Kisha wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau fungu lako katika maisha ya dunia. Hapa pana takodim, na hii takodim hapa ni tafdhil, pana kilichotangulizwa. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah, chukua katika kile Mungu alichokupa, uinunue nyumba ya akhera.
inatangulizwa akhera. Wala tansa nasibaka mina dunia, kwa kuwa leo unaishi duniani usisahau fungo ndogo nasib, hiki kitu kidogo tu kama nyumba, uvae vizuri, ule chakula chako, lakini akili yako, mipango yako uwe unaifikiria sana akhera yako. Ndugu zangu katika imani, Maulana anakuja kunistopisha, lakini Mtume, kwa kumalizia hadithi moja, mtanisamee sana wallahi, nimesinzia mpaka nikaamka, nimesahau muda wa muadhara, ndio napigiwa simu, wanaambia ni baada asri. Subhanallah, hadithi tu moja namalizia, kwa ina mazingatio makubwa sana. Mtume Mwenyezi Mungu amekaa na maswahaba zake, ndugu zangu, akawauliza ayyukum malu warithihi ahabba ilaihi min mali, je, miongoni mwenu kuna yule ambaye, ama ni nani miongoni mwenu anapenda mali ya warithi wake kuliko mali zake? Mtoto wako ana nyumba na ana gari na wewe unavyo, lakini ukawa unapenda mali ya mtoto wako, ya warithi wako kuliko mali yako. Maswahaba akasema hakuna miongoni mwetu ambaye anapenda mali yake, anapenda mali ya warithi wake kuliko mali zake. Mtume akawaambia, Mtume akasema malu warithuka, mali ya warithi wako, ma akharta, ni yale ambayo umeyawekeza katika maakaunti chini ya kitanda, wengine wanawekaga kwenye mabenki, ndio mali ya warithi wako na ndio inakuwa nyingi. Kisha Mtume akasema wa maluka ma qaddamt, mali zako sasa wewe ni yale ambayo umekadimisha. Unakaa duniani unafanya kazi, unachuma, lakini katika machumo yako, ndugu zangu, unakuwa unajitangulizia mbele ya Allah. Ndio Mtume akasema hii ndio mali yako. Kumbe ndugu zangu, namaliza nasema ya kwamba tunatumika sana, na tukifa tuna magari, tuna manyumba, wengine maisha jenga, na wengi wanajenga nyumba, mtu ana miaka 40, umri wetu ni miaka 60. Sasa utakaa katika hiyo nyumba miaka mingapi? Miaka 20. Ndio mzee wa umri wetu ni miaka 20 peke yake, lakini akhera haujatanguliza kitu, ndugu zangu. Sasa Mtume anakuzungumza haya maneno, anataka watu wake, kaumu yake wawe na akili. Panaponadiwa sadaka, tanguliza mchango wako pale katika mambo ya khairati mbalimbali. Ndugu zangu, nimeacha hadithi al-Qudsi. Mtume anasema mwanadamu mali yake ni 3: ma akalta fa afnaita, ulichokila kikaisha; wa ma labista fa ablait, kile ambacho umevaa nguo ikaoza ikachakaa ukatupa; wa ma tasaddaqta fa ambait, na kile ambacho ndugu zangu umetanguliza kama sadaka, ukifufuliwa siku ya kiyama unakikuta, ndio mali yako. Na kwa nimemaliza dakika zangu, tumeacha mengi, inshallah hata kesho katika Ijumaa tutaendelesha, lakini tunakushukuruni kwa kufika, mmetuheshimu na sisi tunawapenda.